Ndugu wazazi wenzangu, tutengenezeni na watoto wetu, tuombe msamaha kwa sababu sisi ni binadamu. Stara ya magonjwa yako yanahitaji mtoto wako. Baraka nyingi sana ukipata wasaa wa kutengeneza na zeni na watoto wetu wawe na wafungue mioyo yao, watupokee. Huu ni ujumbe wangu kwa kila mzazi. Shosti, tusemezane. Ndugu wazazi wenzangu, tutengenezeni na watoto wetu. Tutengenezeni na watoto wetu. Tutengenezeni na watoto wetu kabla haijawa too late. Tutengenezeni na watoto wetu. Nikisema tutengeneze ni kwamba kama una wasaa wa kuongea na mtoto wako, sawa, tuombe msamaha kwa sababu sisi ni binadamu. Tuombe msamaha. Tujue maumivu yao, tupate wasaa wao kutuambia maumivu yao juu yetu na kadhalika. Tutengeneze na watoto wetu, tusilee watoto ambao watakuja kuwa wakimbizi kwenye nyumba zetu. Kuwa wakimbizi ni kwamba hawa watoto hawatakaa warudi hapo, either unaumwa au unahitaji, una sherehe, una nini, wanakuona wewe mama ni msumbufu, wanakuona wewe baba ni wa kuomba tu hela, wanakuona wewe baba huna future na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu broken families zilianzia mapema sana. Sawa, na sisi hatuna culture ya kukaa na kuambiana ukweli kwa namna moja au nyingine. I'm not here to blame any ulezi au malezi yaliyotokea miaka fulani na kusema wazazi hao walikosea. Hapana, wazazi hao wako sahihi. Hapana, tuko hapa kusema tutengeneze na watoto wetu, tutengeneze nao ili wasio wakimbizi kwenye nyumba zetu. Umri unavyozidi kwenda, stara ya magonjwa yako yanahitaji mtoto wako akusaidie. Aibu ya nyumbani, labda kiuchumi, matatizo yanahitaji stara ya watoto wako wayahifadhi na kuyabeba mioyoni mwao bila kuyatoa sehemu nyingine. Hii ndio maana tunasema tutengeneze na watoto wetu. Tutengeneze na watoto wetu kwenye umri wanavyozidi kukua, tutengeneze nao. Hata kama wewe mama saizi ni mtu mzima au ni baba ni mtu mzima, tengeneza na mtoto wako. Kuna baraka nyingi sana ukipata wasaa wa kutengeneza na mtoto wako. Kuna baraka nyingi sana mtoto wako anazikosa kwa sababu umemhold kifuani kwa kumlaumu, labda ni kutokana na umekosea kwenye malezi. Na pia kuna baraka nyingi sana ambazo mtoto nazo amekunenea wewe mzazi, nao unazikosa. Kwa hiyo tutengenezeni na watoto wetu wawe na wafungue mioyo yao, watupokee upya. Tutengeneze na watoto wetu. Tunavyozidi kuwa, umri unazidi kwenda, tunahitaji watoto wetu wa kutustiri, tunahitaji watoto wetu wa kutujali, tunahitaji watoto wetu wa kutupenda, tunahitaji yale mapenzi tuliyowapa watoto wetu wakiwa wadogo ndo tuyarudishiwe, sio kwa lazima bali kwa upendo. Lakini tunaona tunatumia nguvu nyingi kwa watoto wetu kwa sababu hatukutengeneza na watoto wetu, na tukawa tunategemea watafanya. Na ndio maana inafika kwenye umri fulani watu wanalalamika, wanasema ilipaswa mtoto anijali, ilipaswa mtoto afanye. Kwa nini hafanyi? Kwa sababu hukupata wasaa wa kutengeneza naye. Tengeneza na mtoto wako. Hicho kitu ambacho moyo wako unauma juu ya mtoto wako, tengeneza naye. Hiyo kauli unaoisema kuhusu mtoto wako, amefeli, atakuwa kituko duniani, atafanyaje? Rudi, omba, tubu kwa imani yako, lakini pata wasaa wa kutengeneza na mtoto wako. Tengenezeni. Baraka nyingi wazazi mmezihold kwa sababu hamtengenezi na watoto. Mtengenezeni jamani na watoto wenu. Huu ni ujumbe wangu kwa kila mzazi. Tengeneza na mtoto wako, haujachelewa. As long as unapumua, as long as mtoto yuko hai, muite, msemezane. Piga simu, msemezane. Mtumie message, mzungumze. Tengenezeni na watoto wenu. Huu ni ujumbe wangu kwa kila mzazi. Shosti, tusemezane.